Njia Panda sehemu ya 6. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Njia Panda. Simulizi iliyojaa visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi inayoelezea kisa cha maisha aliyopitia mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Teddy. Ni kipi ambacho alikipitia Teddy katika safari ya maisha yake? Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii, huenda kuna kitu ambacho utamshauri mwanamke huyu. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale baada ya misukosuko mingi aliyopitia Teddy katika ndoa yake, akashawishika kuingia katika mahusiano na rafiki wa mume wake anayefahamika kwa jina la Alexi. Lakini katika mahusiano yao Teddy akabeba ujauzito na alijigundua kama ni mjamzito baada ya ujauzito huo kutimiza miezi 2. Lakini Teddy anasema kwa kumbukumbu zake hakumbuki kwamba ujauzito ule ulikuwa ni wa mume wake. Baada ya kupiga mahesabu yake akagundua kwamba ujauzito ule ulikuwa ni wa Alexi. Ikabidi ampe taarifa Alexi kwamba tayari yeye ni mjamzito na ujauzito wake una miezi 2. Lakini taarifa zile Alexi alizipokea kwa furaha kubwa sana, kitu ambacho kilimshangaza sana Teddy. Lakini Teddy alikuwa anaogopa atalea vipi ujauzito wa nje ya ndoa. Lakini ukumbuke pia Ramson ambaye ni mume wa Teddy, ilikuwa ni kawaida yake kwamba mke wake Teddy akibeba ujauzito basi anampiga kiasi cha kwamba ujauzito unatoka. Amefanya hivyo zaidi ya mara 7, na huu ujauzito aliobeba Teddy ambao ni wa Alexi ni awamu ya 8. Hivyo Alexi akawa anapambana sana akitaka Teddy aondoke pale nyumbani kwa Ramson aende akalee ujauzito kijijini kwao. Lakini Teddy kwa kuwa bado alikuwa anampenda mume wake pamoja na madhaifu yake yote, akawa anakataa. Ndipo Alexi akaamua atumie mabavu. Akamwambia kwamba Teddy kama ataendelea kubaki katika ndoa yake hiyo, basi Alexi atamwambia ukweli wote Ramson kwa kile ambacho kinaendelea baina yake yeye pamoja na Teddy. Teddy aliogopa sana. Hakutaka kumpoteza mume wake, ni kwa sababu alikuwa anampenda. Basi Alexi alimwambia kwamba kama unaogopa kumpoteza mume wako na unasema bado unampenda mtu ambaye hakupendi, haonyeshi thamani kwako, basi ninachokuomba ni wewe kwenda nyumbani ukautunze huo ujauzito wangu. Mimi nitakutunza kwa kila kitu, kuanzia mavazi, chakula na mengine mengi. Na kama tulivyowekeana ahadi, hakuna mtu ambaye atajua juu ya swala hili. Teddy anasema baada ya Alexi kuniambia maneno haya ya vitisho, ikabidi nikubali. Nilikubali huku nikijutia maamuzi yangu ya mimi kubeba ujauzito wa Alexi, lakini nilijutia kwa nini nimetoka nje ya ndoa. Basi ikabidi nitumie njia ya kuweza kumdanganya mume wangu ili niende tu nyumbani nikajifungue salama. Nakumbuka siku moja mume wangu wakati amerudi nyumbani, nikamwambia mume wangu samani, najua ni mengi ambayo tumeyapitia katika ndoa yetu, lakini mume wangu, mimi mke wako bado nakupenda. Naomba unisamehe kwa yote ambayo nitakuwa nimekufanyia au nitakufanyia. Ramson mume wangu akaniambia, unamaanisha nini? Nikamwambia mume wangu, najua upendi mimi nibebe ujauzito nikiwa hapa nyumbani kwako, lakini ujauzito huu nilioubeba ni awamu ya 8. Tafadhali nilikuwa nakuomba mume wangu, kwa dhati kabisa ya moyo wangu, nilikuwa naomba niende nyumbani kwanza nikaule ujauzito, nikisha jifungua salama baba nitarudi tena. Ramson akaniambia, uende nyumbani ukajifungue au unataka uende ukaonane na mabwana zako wa zamani? Nikamwambia hapana mume wangu, siwezi kufanya kitu kama hicho. Unajua fika kama nakupenda mimi mke wako. Ramson akasema sawa, pia sio kesi kwa sababu ulikuwa unanibana sana hapa nyumbani. Nikamwambia sawa mume wangu, asante pia kwa kunipa ruhusa ya mimi kwenda nyumbani. Basi baada ya kuongea na mume wangu kuhusu swala hili la mimi kwenda nyumbani na mume wangu alipokubali, basi mume wangu alipoondoka kwenda katika shughuli zake, nikampigia simu Alexi nikimwambia kwamba mume wangu amekubali. Alexi akaniambia sawa, hicho ndicho kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Siku tayari damu yangu ipotee kwa uzembe mdogo tu. Nikamwambia sawa, lakini Alexi, ukumbuke kuwa nikijifungua huyu mtoto, ndio mtoto atakuwa ni wa kwako, lakini sitaki mume wangu ajue kwamba huyu mtoto ni wa kwako. Alexi akaniambia, Teddy, mimi si mtoto kiasi hicho, na mimi sio mtu mzembe kama huyo mtu ambaye unamuita mume wako. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Nikamwambia sawa Alexi,
basi mimi kesho naanza safari kuelekea nyumbani. Akaniambia sawa mama. Basi usiku ulipofika, mume wangu Ramson alirudi nyumbani. Akaniambia, wewe mwanamke vipi? Si umeniaga kama unaenda nyumbani kwenu? Mbona bado uko hapa? Nikamwambia, mume, kwani ni ugomvi mume wangu? Nitaenda kesho na mama tayari nimeshamwambia kwamba natakiwa niende nyumbani na nisingeweza kuondoka pasipo kukuaga. Ramson akaniambia, uniage mara ngapi? Yaani wewe ilikuwa ni kile kitendo cha mimi kukukubalia kwamba uende nyumbani kwenu, ungeondoka. Nikamwambia sawa mume wangu. Unajua mume wangu, sijui huwa unanichukuliaje katika maisha yako. Na neno hili huwa nakwambia mara nyingi sana. Kwa nini unanifanya mimi ni mtu ambaye sina thamani katika maisha yako? Lakini kuna kitu ambacho nilitaka nikwambie mume wangu kabla sijaondoka. Najua unipendi. Kuna mtu ambaye unampenda. Kuna mtu ambaye ni wa thamani kwako. Lakini nikwambie tu kwamba kama leo hunipendi mtu ninayekupenda, ipo siku utampenda mtu asiyekupenda. Kumbuka, kesho ipo kukupa kitu unachotoa leo. Na katika maisha haya, katika dunia hii, katika ulimwengu huu, tunaishi na vitu vikuu vinne mume wangu. Kuna kipindi inakubidi uumie ili ujue, lakini kuna kipindi inakubidi udondoke ili ukue, na kuna kipindi inakubidi ukose ili upate, na mwisho mume wangu, kuna kipindi inakubidi ushindwe ili ujifunze. Siku zote katika maisha haya mume wangu, njaa isikufanye ukala chakula kilichoshikwa na watu wengi, lakini watu ndio ambao husababisha wenzao wakala vyakula ambavyo vimeshikwa na watu wengi. Nikiendelea kumwambia mume wangu Ramson, nikamwambia mume wangu, huenda mume wangu huwa unaniona mimi ni mvumilivu sana katika maisha yako. Huenda huwa sikerekwe na kauli zako ambazo huwa unazitoa juu yangu. Huwa naumizwa na wewe msemaji wa kauli hizo ambazo hazinikeri. Lakini mume wangu, ninachoamini katika maisha yangu, mlango pekee unaoweza kumtoa mtu kwenye nyakati ngumu ni mlango wa maombi pekee. Na mimi nitazidi kuomba na nitazidi kumuomba Mungu kwa kile ambacho nimemkosea. Ramson akaniambia, bwana we, yani hizo ngonjera zako ndizo ambazo huwa zinanifanya nichukie kabisa kurudi nyumbani. Hivi haiwezi siku ikapita labda ukakaa tu kimya ukafumba mdomo wako ukaniacha niendelee na mambo yangu na wewe ukaa na mambo yako? Hivi kwa nini unapenda kunikerakera? Nikamwambia sawa mume wangu, kama mimi maneno yangu huwa yanakukera, nisamee, bado mimi ni mke wako. Na kukera ni kwa sababu nakupenda. Sitaki utoke katika mikono yangu. Na siku zote mume wangu, mtu anayepambana kuvaa viatu vyako kipindi umepata changamoto, usimuonyeshe dharau kipindi umejipata. Ni hayo tu. Basi mimi nikutakia usiku mwema. Na kama utaondoka asubuhi kabla sijaamka, basi mimi nilikuwa nakuaga kwamba kesho ninaenda nyumbani. Mume wangu akaniambia sawa, uende salama. Hata hivyo nafikiri nitawahi sana. Nikamwambia sawa mume wangu. Basi usiku huo ukapita. Lakini sijui nilipitiwa na usingizi wa namna gani. Asubuhi naamka sikumkuta mume wangu. Baada ya kumpigia simu nikamuuliza, mume wangu, kwani umeondoka saa ngapi? Na mbona hujaniamsha? Akaniambia, mimi nikuamsha, mimi ndio alamu yako. Umeniajiri kwa ajili ya kuweza kukuamsha wewe. Yaani wewe ndio ulipaswa uwe makini kwa sababu wewe ndio mwenye safari. Kwani umeambiwa mimi ndio msafiri? Ala. Nikamwambia, lakini mume wangu, ilipaswa uniamshe ili nijiandae mapema, lakini ilipaswa uniage. Hii ni safari. Naenda kukaa takribani miezi 7. Ina maana huogopi kama labda utanimisi, utanikumbuka kwa namna moja ama nyingine. Akaniambia, bwana we, kuna vitu vingi vya kuvizingatia katika kichwa changu. Na sio kukumbuka ujinga tu. Vipi, umejiandaa au bado unaendelea kujizungusha mpaka usiku uingie uahirishe safari? Nikamwambia sawa mume wangu, mimi nilikuwa nakwambia tu kwamba tayari nimeshajiandaa naondoka. Akasema haya, safari njema, msalimie huyo mamako. Nikamwambia sawa mume wangu. Basi baada ya kukata simu, Alex akanipigia. Akaniambia, vipi mama mtoto wangu, unaendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri, lakini sipendi kuniita hilo jina la mama mtoto wako. Mimi ni mke wa mtu. Akaniambia sawa. Haya, niambie Teddy, unaendeleaje? Nikamwambia mimi naendelea vizuri. Akaniambia okay sawa. Vipi, umeshajiandaa? Nikamwambia ndio nimeshajiandaa, lakini Ramson ameondoka asubuhi na mapema. Hata hajaniaga na hajaniachia hata nauli. Alex akaniambia kuhusu nauli hata usijali, baba wa mtoto niko hapa. Basi ngoja nije nikufuate hapo na gari. Nikamwambia sawa. Basi Alex moja kwa moja akanifuata na gari pale nyumbani, kisha akanipeleka stendi ya mabasi. Na nilipofika aliniaga vizuri na kunipatia kiasi cha shilingi 300,000 kwa ajili ya matumizi madogo, huku akinisisitiza kwamba niwe nawasiliana naye mara kwa mara hadi pale ambapo nitafika nyumbani. Nikamwambia sawa. Ni kweli
Muda wote wakati nipo njiani, Alex ndiye ambaye alikuwa wa kwanza kunijulia hali, kuniambia naendeleaje, tumefika wapi, safari ipoje na mambo mengine mengi. Huku akinisisitiza kwamba nisisahau kununua matunda na nisile ovyo ovyo vyakula vya njiani kwani haviamini. Basi tuliwasiliana na Alex mpaka muda nafika nyumbani. Nilipofika nyumbani, mama yangu alinipokea vizuri kabisa, lakini alishangaa sana kuniona kwa muonekano wangu. Nilikuwa nimepauka kweli. Nuru yangu ilipotea kabisa usoni. Mama yangu akaanza kulia, akaniambia, binti yangu Teddy, ni kweli haya ambayo nilikuwa nayasikia, lakini wewe ulinificha binti yangu. Kumbuka wewe ni binti pekee katika familia hii. Katika maisha yangu nilibahatika kupata watoto wawili tu, wewe pamoja na kaka yako. Kwa nini lakini? Kwa nini umenificha mambo magumu kama haya mtoto wangu? Nikamwambia, hapana mama, huenda tu ni ujauzito ambazo zilikuwa zinatoka na muda mwingi nilikuwa nashinda hospitali. Na kila nikibeba ujauzito huwa napauka kama hivi. Na ndio maana saizi nikaamua nije nijifungulie huko mamangu. Mama akasema, sawa binti yangu, lakini inaonekana kuna mambo mazito ambayo umeyaficha katika moyo wako. Nikamwambia, hamna mama, ni kawaida tu. Changamoto ndogo ndogo katika ndoa haziwezi kunifanya mimi kuiona ndoa yangu chungu. Mamangu akaniambia sawa. Basi nikaandaliwa maji ya kuoga vizuri, nikaandaliwa chakula na mambo mengine mengi. Nilipofika jioni tuliongea mambo mengi sana mimi pamoja na familia yangu. Na wakati nimeenda kulala, kabla sijalala niliamua kumpigia simu Ramson, kwa sababu safari nzima hajanipigia simu wala kunitumia ujumbe mfupi wa message. Nikampigia simu nikamwambia, vipi mume wangu, za kazi? Akaniambia, za kazi nzuri tu kama ilivyo siku zote. Nikamwambia, sawa mume wangu, nimefika. Akaniambia, sawa, ni jambo zuri la kupendeza. Nikamwambia, lakini Ramson, kwa nini unanichukia kiasi hicho? Akaniambia, mimi sikuchukii, ningekuwa nakuchukia ningekuruhusu uende nyumbani kwenu. Nikamwambia sawa. Wakati nimekata simu ya Ramson, Alex pia naye akatuma ujumbe mfupi akiniambia kwamba, Teddy, pumzika. Kwa hali yako inabidi upate muda mzuri wa kupumzika, kwa sababu hapa mimi niko na mume wako. Naona unavyojilizaliza. Mwanaume huyu nimekwambia hakupendi. Nakwambia omba talaka ili nikuchukue, hautaki. Ona sasa anavyokunyanyasa. Nikamwambia, Alex, wewe hujui tu ninavyompenda mume wangu. Nampenda sana. Yaani hata hichi kitendo najutia sana. Na hisi dhambi itanitafuna miaka yangu yote. Alex akanambia, hata usijali mama. Mimi niko tayari kubadili dini kwa ajili yako. Ninaweza kubadili dini ili tuweze kuoana, uwe mke wangu halali wa ndoa. Nikamwambia sawa, haina shida, hebu ngoja lipite hili ambalo lipo mbele yetu. Basi baada ya hapo tukaagana. Kiukweli Alex alikuwa ni mwanaume ambaye anajali. Yaani tangu nimefika nyumbani, kila wiki alikuwa akinitumia pesa ya matumizi. Alikuwa anatuma watu kuniletea vitu. Na nyumbani pale walikuwa wanajua kwamba mume wangu ndiye ambaye alikuwa ananihudumia. Hivyo wakaondoa shaka kwa mume wangu kulingana na maneno ambayo walikuwa wanayasikia juu yake. Basi siku zikapita, miezi kakatika, hatimaye miezi 9 ikatimia. Nikajifungua mtoto wa kwanza, mtoto wa kiume, mtoto ambaye si mtoto wa Ramson, bali ni mtoto wa rafiki yake Ramson ambaye ni Alex. Mtoto yule kwa upande mwingine alikuwa amefanana sana na Alex, lakini upande mkubwa alikuwa amefanana na mimi mama yake. Lakini nilifurahi kupata mtoto katika maisha yangu ya ndoa, lakini nikawa najiuliza, vipi kama Alex anaweza kubadilisha mawazo na kuniambia kwamba nimpeleke mtoto wake? Na mimi siko tayari kumwacha mume wangu, kwa sababu Alex pia naye ana mke wake na mimi nina mume wangu. Japo mume wangu ana changamoto zake ambazo tunazipitia katika ndoa yetu, lakini hainifanyi mimi nimwache mume wangu. Yaani kipindi chote hicho ambacho na leo ujauzito mpaka najifungua, mume wangu hajawahi nitafuta katika simu yake, na simu yake na laini alibadilisha kabisa, hakutaka kabisa muongezi na mimi. Nikawa nawaza, hivi huyu ndio Ramson yule ambaye aliniambia kuwa nitakuwa wake milele? Lakini sasa hata jina langu halikumbuki tena. Nilimpigania sana Ramson ili niwe naye, nilimwamini, lakini mwisho wa siku nilibaki na machozi pekee. Leo tena naendelea kujifunza kwa mara nyingine tena, si kila anayesema anakupenda anamaanisha kweli. Aliniambia atanipenda milele, lakini aliniacha bila hata kusema kwa nini. Nilijitoa kwa moyo wote, lakini kwake sikutosha. Leo najifunza kumpenda mtu ambaye sidhani kama moyo wake utanipenda tena. Kuna wakati nikawa najiuliza, hivi ni kipi ambacho nakingangania zaidi kwa Ramson? Mtu ambaye haonyeshi thamani yangu kwake. Yaani inauma sana pale ambapo umemkumbuka sana mtu fulani, hususan mtu wako wa karibu, mtu ambaye unamkumbuka yeye akiwa anafurahia maisha na wengine bila hata kukuwaza wewe. Kiukweli inauma sana. Basi ikabidi nimpigie simu Alex
na kumwambia kwamba nimejifungua. Kiukweli Alex alifurahi sana. Alifurahi kiasi cha kwamba alishindwa kuizuia furaha yake. Akaniambia, asante sana Teddy kwa zawadi hii kubwa ambayo umenipatia, na ninakuahidi kama ambavyo nilikuahidi hapo awali kwamba nitatunza siri hii baina yangu mimi pamoja na wewe. Wewe pia naomba uitunze siri hii. Lakini kitu kimoja ambacho nakuomba Teddy, tafadhali naomba mtoto wangu asiishi maisha magumu. Ukiona Ramson kuna dalili zozote ambazo ataonyesha za manyanyaso juu ya mtoto wangu, tafadhali niambie. Nitakuwa mwepesi kutatua changamoto ambazo zitakuwa zinawakabili wewe pamoja na mtoto wangu. Lakini nikamwomba kitu kimoja Alex, kwamba kile kitu ambacho nilikuwa nakitaka katika maisha yangu tayari nimekipata. Nilikuwa nahitaji mtoto, na mara ya kwanza nilijua huenda kizazi changu kina matatizo, lakini kumbe sio kizazi changu chenye matatizo. Nimeshapata njia ya kutatua tatizo langu. Kama nitabeba ujauzito kwa mara nyingine, nitarudi nyumbani. Hivyo nikamwambia Alex, mimi na wewe iwe basi. Sihitaji tena mahusiano naye, nahitaji kubaki katika ndoa yangu. Nikamwomba pia anipatie namba mpya ya Ramson. Alex akakubali. Basi siku hiyo jioni nikampigia simu mume wangu Ramson. Nilimpigia kwa namba nyingine. Mume wangu alipoona namba ngeni alipokea. Bila shaka alijua ni mteja wake, huenda kuna mahitaji ambayo alikuwa anayataka. Akaitika vizuri, halo. Nikamwambia, halo mume wangu, unaendeleaje? Akasema, kumbe ni wewe. Yaani watu tumelala tunaanza kusumbuliwa usiku saizi. Vipi, huna usingizi wewe? Nikamwambia, mume wangu, na karibia miezi 10 sasa hatujawasiliana. Haujali, hauwazi, hutaki kujua maendeleo yangu, unaendeleaje huko? Akaniambia, wakijua wazazi wako inatosha, si upo kwa wazazi wako? Nikamwambia, ndio, mimi pamoja na mtoto wako tunaendelea vizuri. Akasema, unasemaje Teddy? Nikasema, ndio hivyo, mimi pamoja na mtoto wako tunaendelea vizuri. Ramson akauliza, mtoto? Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 6 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Njia Panda. Teddy tayari ameshapata mtoto, na mtoto ambaye amezaa pamoja na rafiki wa mume wake ambaye anafahamika kwa jina la Alex. Ni kipi ambacho kitaendelea? Usikose kufuatilia muendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Njia Panda.